Filamu inaanza na simulizi kutoka kwa mwanamke ambayo simulizi hiyo naisimulia mimi kwa sasa. Anasema kwamba kwa karne nyingi zilizopita katika misitu ya kaskazini nchini Indonesia kulizaliwa dhehebu ambalo watu walikuwa wanaabudu kiumbe cha kutisha, kiumbe kilichojulikana kwa jina la Bhairawa. Kiumbe hicho kilikuwa kinatisha kwa mwonekano, mungu wa machafuko. Mnamo mwaka 1935 mwanakiolojia mmoja aliwahi kugundua hekalu ama mabaki ya hekalu huko Indonesia, lakini baadaye yalitoweka tu ghafla. Hakuwahi tena kujua wala kupata dalili za aina yoyote za hekalu hilo sehemu yoyote nchini humo. Dhehebu hilo kwa nini lilikuwa maarufu sana na watu wengi walitamani kulijua? Ni kwa sababu dhehebu hilo liliaminika kula nyama za binadamu kunaweza kuleta uzima wa milele, na sasa wamekuja katika ulimwengu huu wa sasa ambapo sisi tunaishi, na wamejificha nyuma ya nafasi za madaraka. Ukoo wa wafuasi hawa ulikuwa unajulikana kwa jina la Rabinaki. Bado wapo hai na wanatembea miongoni mwetu sisi. Karibu kwenye chaneli WhatsApp, link ipo kwenye komenti. Kama kawaida kule tutapata taarifa zote zinazoendelea. Tuanze hii filamu kwa kumjua mwanamama mmoja anaitwa Najwa. Huyu yeye yuko na bin dada mmoja hapa. Huyu sio dada yake, huyu ni mtoto wake, anaitwa Yanti. Yanti na mama yake wanapendana sana na wanaishi kwa ushirikiano mkubwa, licha ya kwamba wanakumbwa na changamoto kubwa sana ya ugumu wa fedha kwenye mifuko yao, yani fedha zikai kabisa ndani. Licha ya magumu yote wanayoyapitia, Yanti anatamani siku moja aishi maisha ya kifahari na maisha ya kitajiri sana. Licha ya ugumu unaowakumba katika maisha yao, bado wanaishi kwa furaha wakiwa pamoja. Walipofika nyumbani siku hiyo, wakakuta kuna ugeni wa mwanamke mmoja. Huyo mwanamama anaitwa Diana. Najwa mara ya kwanza hakumfahamu kabisa huyu dada, lakini baada ya kuzungumza na kupeana stori mbili tatu, akawa amemtambua huyu Diana aliwahi kumfadhili masomo yake miaka 16 iliyopita, na amefika hapa, anajua hali ngumu anayoipitia huyu mwanamama. Amemletea hoja mezani kwamba wao wamefungua shule nyingine huko mjini Jakarta, wanamhitaji mwalimu ambaye anaweza kuwasimamia watoto katika maadili mazuri, na wanaamini nafasi hiyo inaweza kumfaa sana mama yake Yanti. Ndiyo maana Diana amefika hapa kumletea ofa mezani hapa, na ameleta hoja hii kwa sababu taasisi hiyo ambayo ilimfadhili miaka 16 iliyopita inaamini kabisa katika jitihada za huyu mwanamama anaweza kuiokoa mahali ambapo wao wamekwama na kuipeleka sehemu nyingine. Na taasisi hiyo imemwekea ofa ya mshahara mzuri sana mezani, makazi yenye starehe kubwa sana, pamoja na ufadhili wa masomo wa mtoto wake. Yanti baada ya kusikia hivyo alifurahi sana, kwa sababu ugumu wa maisha uliokuwa umewakumba, hata hela ya kununua begi tu la mtoto ilikuwa ni shida. Baada ya hapo Diana akawa ameondoka. Usiku huo Najwa akuwa anafanya kazi, anashona begi na mtoto wake, anawaza kuhusiana na ofa aliyoletewa na Diana. Sasa akiwa hapo nje, mvua inanyesha. Yanti yuko bize kukinga maji, hii nyumba inavuja nyinyi kama nyumba za Uswahilini. Muda huo mama yake Yanti yuko na mawazo mazito sana, mpaka akaja kushtuka baada ya kuona sindano ya cherehani yake imekatika. Mara hiyo hiyo akamsikia Yanti akiwa anapiga kelele huko, akaenda kumtazama mtoto wake. Baada ya kufika huko, anamuona akilia kwa sababu pesa ambazo alikuwa amezitunza kwa ajili ya masomo yake zimelowana maji, na pesa za Indonesia ni dhaifu sana, zikiingiwa na maji mara nyingi huharibika tu. Sasa baada ya Najwa kumuona binti yake akiwa analia kwa sababu ya pesa, hili jambo lilimuumiza sana nafsi yake, na akaamua kukubali ofa iliyokuwa imeletwa mezani hapo na mwanamama Diana. Hivyo ikalazimika yeye pamoja na binti yake wahame na kutoka katika huu mji na kwenda katika mji wa Jakarta. Kweli wako wamefanikiwa kufika katika mji huo. Yanti ndio kwa mara ya kwanza kufika mjini. Walipofika kwenye jengo moja kubwa, sehemu ambayo taasisi inaimiliki, binti Najwa akawa ameona kuna bango la makaburi limeegeshwa mbele ya jengo hilo. Moja kwa moja ikabidi kumuuliza Diana kuhusiana na jambo hilo. Diana akaeleza kwamba bango hilo ni bango la zamani, lakini wao waliamua kuliacha hapo kwa sababu za usalama. Wakiwa hapo wakawa wamekabidhiwa funguo ya nyumba yao mpya. Yanti akawa amefungua mlango kwa furaha sana, anashangazwa na ukubwa wa nyumba hiyo ambayo kwa sasa watakuwa wanaishi hapa. Wakati huo Najwa akamwona mwanamke mmoja mzee upande wa juu yuko katika nyumba ya jirani hapa akiwa anamtazama. Muda huo akaingia mwanaume mmoja ambaye akasema kwamba huyo mama ni mama yangu mimi, anaitwa Mama Oma Ina. Sasa huyo jamaa anaitwa Rusio, huyu yeye ndiye mkurugenzi wa taasisi ambayo wamemhitaji Najwa kufika hapa wafanye naye kazi, na huyu binti wake ni mchangamfu. Huyu binti yake anaitwa Eva. Huyu jamaa ameambatana na mshikaji mwingine, huyu jamaa anaitwa Juda. Huyu yeye ni mshauri wa wanafunzi katika eneo hili. Judas baada ya kufika hapa tu akaanza kuleta matani, anamwambia kwamba yeye sio mshauri tu wa wanafunzi, pia ni mfukuza mizimu.
Basi wakaleta utani hapa, watu wakawa wamechekacheka kama waganga wa bongo movie. Mshikaji akasema kwamba tangu awepo eneo hili shuleni hapa hakuna kabisa mambo ya mzimu, bali wanafunzi tu huwa wanakutwa na hali ambayo inasababishwa na akili yao kuchanganyikiwa, wanachoka, ni msongo wa mawazo tu kuhusiana na masomo, ndio maana wanaona vitu ambavyo havipo kabisa. Usiku huo Najwa akiwa ndani akahisi kama kuna mtu anamfuata kwa nyuma, kuna mtu kama anamchungulia hivi, akaona miguu imening'inia. Akiwa na hofu ikabidi kuangalia tena vizuri, akaona ile miguu haipo tena ile eneo, lakini baada ya kuwa ameondoka eneo hilo kweli tukaiona ile miguu ya watu ipo hapo imening'inia na inavuja damu. Hii inaitwa mkaribishe mgeni. Siku iliyofuata Najwa akiwa darasani anafundisha, akawapa wanafunzi kazi ya kikundi na akawa mahitaji washirikiane na wataikusanya kazi hiyo wiki inayofuata. Licha ya kuwa na sura nzuri, ni mwalimu wa physics huyu. Darasa lilipoisha akamwona msichana mwingine akiwa anamtazama kwa nje. Najwa akawa amemsogelea na sura ya uchangamfu, lakini baada ya kufika hapo hakuna mtu eneo hilo. Baadaye akiwa ofisini, kompyuta yake imegoma kabisa kuwaka. Sasa kwenye kioo cha kompyuta hiyo anaona kama kuna taswira ya mtu kafunikwa sanda na ana damu. Baada ya kugeuka nyuma akiwa na hofu patupu, anarudisha sura yake mbele, anamwona tena yule mwanamke aliyemuona darasani pale, na mwanamke huyo akawa amejitambulisha yeye anaitwa Rati. Sasa Rati anajitambulisha lakini haijulikani kafikaje hapa. Rati anasema kwamba yeye ni mwalimu wa lugha ya Indonesia, yuko maeneo haya na anafundisha katika shule hii. Akawa amemuuliza Najwa, vipi, umependa nyumba yako mpya, si ndio? Lakini kabla hawajazungumza mambo mengi, kengele ilikuwa imelia, hivyo Rati akawa amesema kwamba ngoja aende darasani, watazungumza naye baadaye. Lakini baada ya kuondoka hapo, Najwa akawa ameona doa la damu kwenye nguo ya Rati, akajua kabisa binti huyu atakuwa ameingia katika mzunguko wake wa kila siku, akawa amemstiri kwa kumfunika na koti lake. Sasa muda huo huo Judas akawa amefika hapo na kumpa Najwa boksi la chakula pamoja na simu mpya, na taasisi imempa kompyuta mpya, kompyuta mpakato. Binti anashangaa akapewa macho matatu na hajauza figo ya aina yoyote kama Mwafura. Baadaye akiwa njiani kurudi nyumbani, Najwa akamwona mkurugenzi wa hii taasisi akiwa anatoka kwenye chumba kimoja hivi, kichumba kidogo kiko shambani hapa. Binti akawa amemfuata akamuuliza, hicho chumba ni cha nini? Lucio akasema kwamba ni shamba maalum la mifugo lililojengwa hapa ili kuepuka sumu na chembechembe ndogo za plastiki kuathiri nyama zenye ubora. Ni shamba kwa ajili ya kuzalisha nyama ambazo ni safi, haziingiliani na kemikali wala plastiki za aina yoyote. Akasema kwamba shamba hilo kwa sasa linatumika kwa ajili ya taasisi pekee. Kisha akawa amemuuliza, vipi kuhusiana na binti yako Yati, alipenda chakula ambacho nilimpatia? Najwa akajibu kwamba hicho ndicho chakula kizuri kuwahi kula katika maisha yao, hawajawahi kula chakula hicho. Mambo ya matunda sijui na nyama, yani ukwao haikuwa kabisa rahisi kula chakula kizuri kama hicho, kwa sababu maisha yao hayakuwahi kuwa bora wakati wowote. Hali ilikuwa ni ngumu kama Oktoba Makombolela, nje haikai ndani haikai. Najwa akawa ameuliza, kwa nini unafanya ufugaji katika eneo la makazi? Si ni kinyume cha sheria? Mkurugenzi akasema kwamba sheria hiyo inahusu maeneo ya wazi tu, sio sehemu za chini ya ardhi. Mshikaji akawa amejitolea, vipi, si unaenda nyumbani, twende nikupeleke. Binti hivyo akawa amepanda mchuma, safari ikaanza. Najwa alipofika nyumbani, kafika hapo akakuta wameshafungiwa na televisheni moja kubwa sana, wanaishi kishua saizi, na Yati mwenyewe kashapewa simu. Yani sio kwamba alipewa mama yake tu, ana simu mpya. Yani ni ududu tu. Maisha haya waliyatamani sana kuyaishi. Binti anafurahi kinoma. Sasa binti baada ya kutoka hapo, sikuna kiumbe kimoja ikiwa kimepita hapa. Najwa akahisi kabisa kama kuna kitu kimepita hapa, akaanza kukifuatilia, akaingia mpaka store kwenye kutazama na tochi haimpi ushirikiano wa aina yoyote. Ghafla panya akawa amepita hapo karibu na miguu yake, jambo lililomshtua sana. Unaona panya akapita hapa na unasikia sauti ya nguruwe. Yani haya mambo yakawa yanamchanganya tu binti, haelewi nini kinachoendelea. Akaona kama kuna mtu fulani hivi kafunikwa na kitambaa cheupe. Baada ya kusogea hapo kuangalia ni nini, kutoa kitambaa, kumbe ilikuwa ni taa tu imefunikwa eneo hilo. Akiwa hapo akaona kuna daftari dogo. Baada ya kulinyanyua akaona limeandikwa tarehe 20 Disemba 2023. Ndani ya daftari hilo akapata kuna picha moja ya mwanamke aliyokuwa amevaa kinyago akiwa pamoja na watu wengine kadhaa eneo hilo. Akaendelea kusoma iliyomo, akaona kwamba kulikuwa kuna maandishi yaliyokuwa yanazungumzia roho, panya pamoja na sauti za ajabu. Akawa amepata kuna shairi jingine. Najwa akasoma kwamba Rabinak amelala juu ya kaburi, maelfu ya maua meupe yametawanyika kaburini hapo, anga la juu rangi nyekundu ya shaba, kifo ni usingizi mrefu tu ukizungukwa na dansi. Mwanamama huyo akawa anaona kama haya mambo hayaelewi, ikabidi kupiga picha hilo shairi kwa sababu ni shairi limekaa kishirikina zaidi. Sasa kashika zake epo anataka kula, anapeleka mdomoni, mara ukawa ni moyo wa mwanadamu, akawa ameutupa pembeni, likawa limebadilika tena na kubaki kuwa epo. Hili jambo lilikuwa limemchanganya sana huyu mama, anawaza ni mawazo yake au alichokiona kiko sahihi. Ghafla umeme wote ukawa umekatika nyumbani hapo, akasikia mtu akiwa anamuita, Najwa, ondoka hapa.
Binti kugeuka akaona kuna mzimu mmoja hapo, akawa ametibua mbio, akaenda katika chumba cha binti yake. Akamuuliza binti yake, vipi, tunaweza kulala wote kwa siku ya leo? Binti akawa amemkubalia mama yake, lakini mama yake kichwa chake kilikuwa kinawaza nini alichokiona. Kesho yake palivyokucha, akiwa ofisini, Najwa yuko pamoja na Juda pamoja na Diana, wanapiga stori mbili tatu. Wakamwambia kwamba ajaze fomu ambayo inaeleza kwamba amepitiwa na amethibitishwa kwamba hana matatizo ya kisaikolojia, na yeye asianze kuleta hoja za kwamba ameanza kuona mizimu kama wanafunzi kwenye ile eneo. Sasa katika kujaza, binti kwa bahati mbaya akawa ameangusha glasi sakafuni. Judas pamoja na Diana wako wamemzuia kabisa asiokote vile vipande, wakimwambia kwamba tafadhali usije ukajikata bure. Sasa Najwa akiwa hapo akawa amemwambia Diana kuhusiana na jambo ambalo aliliona kule store, hususan kupata lile daftari ambalo ndani yake kulikuwa kuna mashairi ya kishirikina. Akawa amemuonesha ile picha aliyoipata mle ndani kwenye kile kitabu. Diana akieleza kwamba mwanamke aliyeonekana kwenye hiyo picha anaitwa Stri, aliwahi kufundisha eneo hilo, lakini baadaye alihamia nje ya nchi kutafuta kipato kizuri zaidi kuliko alichokuwa analipo eneo hilo. Najwa akaongeza kwamba kwenye lile daftari kuna mashairi ya ajabu yanahusu kifo, roho na sauti za ajabu, na pia aliona namba nyingi sana eneo hilo. Anahisi pengine yana uhusiano fulani hivi na maisha yake kufika kwenye hili eneo. Pia akakiri kwamba anahisi nyumba yake ina mapepo, kuna vitu vya ajabu amekuwa akiviona ile eneo. Diana akacheka sana. Najwa, mimi nilijua wewe ni mwanasayansi, haya mambo ni mambo gani tena? Najwa akasema kwamba ni kweli mimi ni mwanasayansi, lakini kitu kisichoonekana kwa macho hakimaanishi kwamba hakipo. Diana akajichekelesha tu hapo, akabadilisha mada, akasema kwamba atamletea chakula cha mchana tena kesho, kisha akawa ameondoka hapo. Baada ya muda, Judas pia naye akawa maaga. Ni Yuda tu huyu, lakini basi ngoja tuishi naye tu Judas. Akiwa peke yake hapo, akaja mwanamama mmoja tena, yule mwanadada Lati kafika hapo kumletea koti lake ambaye alimwazimisha kwa ajili ya kumstiri. Upande wa nje, Miss Diana katoka kwenda kuchukua chakula kwenye kile chumba cha shambani pale. Anabeba vitu fulani hivi, ndani yake ni nyama lakini zinachirizika damu. Akawa amezingiza ndani ya gari lake na akawa ameondoka eneo hilo. Sasa upande wa Najwa, alienda na Rati nyumbani kwake, akamweleza kuhusiana na yote ambayo anayapitia kwenye ile nyumba. Anahisi kabisa pengine kuna mizimu inamwandama, lakini akawaza pengine ni mawazo yake, hivyo anafaa kumwamini Judas pamoja na Diana walichomwambia kwamba wengi lake linaweza kumfanya aone mambo mengine ambayo mambo hayapo, ni mawazo tu. Rati akamwonya, akamwambia kwamba kuwa makini, mizimu kweli ipo. Najwa akajibu kwamba furaha yake ni kumwona binti yake Yanti anafurahi kuishi eneo hili. Lati akauliza kwamba una uhakika Judas ni mtu mzuri? Kisha akawasha mziki akaanza kucheza, jambo lililomshangaza sana Najwa. Akamfuata Najwa na akawa amemwingiza kati, wakaanza kucheza wote. Sasa muda ambao yeye Najwa pamoja na huyu binti Lati wanaendelea kucheza, huu muda tunaonyeshwa kuna kundi jingine la watu wako katika mambo mengine ya kishirikina, wanaendelea na ibada yao ya kishirikina, ambapo kuna mwanamke mmoja amefungwa hapo na amevalishwa kinyago usoni. Watu wanacheza, wanavai kwa sababu wana uhakika wa msosi siku ya leo, yani leo ni nyama tu kwa kwenda mbele, na ni kweli ndicho kitu ambacho kilienda kutokea. Sasa muda ambao wao wanacheza huku tena kwa kina Najwa yuko na Lati wanaendelea kucheza tu. Sasa katika kucheza binti yake Najwa akawa amefika hapo, yani Yanti akamwona mama yake akiwa anacheza peke yake, akajua pengine mama yake anajiburudisha, hivyo binti akawa ametoka hapo akaenda chumbani kwake kuendelea na mambo yake. Sasa akiwa hapo, mara umeme uko umekatika, shua Najwa anakuja kushtuka, Lati hayupo hapo. Kwenye kutazama akaona mlango uko unajifunga, akahisi pengine Raji kasepa. Yanti akawa ametoka chumbani huko na kuja kumuuliza mama yake nini kinachoendelea. Najwa akajibu, huenda ni panya, humu ndani kuna panya wengi sana, pengine amesababisha umeme uko umekatika. Siku iliyofuata binti Yanti akiwa katika chumba cha mtoto wa mkurugenzi wa hii taasisi, yani binti Eva. Yanti akawa amevutiwa sana na vitu vya thamani ambavyo Eva anavyo. Eva akamwambia kwamba vitu vyote hivi ni vitu vya mama yangu na kwa sasa ninavitumia mimi. Yanti akawa amechukua lipstick moja ambayo yeye alivutiwa sana nayo. Eva akawa amempaka kisha akawa amempiga picha. Yanti akamuuliza, vipi mama yako hawezi kujali ama kutumia tena hii lipstick, mimi nimeipenda nichukue? Eva akasema kwamba mama yake amekwisha kufariki na alijiua, na siku ambayo yeye alijiua alikuwa amepaka lipstick hii kwenye mdomo wake. Eva akashikwa na huzuni alipokuwa akimzungumzia mama yake, kisha akashukuru akisema kwamba ujio wa Yanti katika maisha yake umemfanya yeye kufurahi, kwa sababu Yanti ni kama dada yake pia na amempenda. Alikuwa mpweke sana. Wakati huo mama yake Rusio akawa amefika hapa, huyu ni bibi yake Eva, akaleta chakula kwa ajili yao. Baada ya Yanti kukionja akawa amefurahishwa sana na hiki chakula. Bibi akamuuliza Eva,
vipi, umemweleza Yanti kuhusiana na safari ya mapumziko na familia yetu, tuambatane pamoja naye? Eva akamuhusisha Yanti hilo jambo. Yanti akasema kwamba ataenda kumwomba ruhusa mama yake, yeye hana shida kabisa na hilo jambo. Kwa upande wa mama yake Yanti, kamaliza zake kula, akaenda kuweka takataka, akashangaa kuona panya tena katoka eneo hilo, ikabidi kumfuata. Hawa panya wanatoka wapi tena ndani hapa? Mara nje radi iko imepiga. Mama ndio anashtuka, binti yake hajarudi nyumbani mpaka muda huu, mbona kachelewa sana leo? Ikabidi kwenda kuchukua mwamvuli ili atoke nje kwenda kumfuata. Alipofungua tu mwamvuli, akasikia sauti ya kunong'oneza, iko inamuita jina lake, Najwa, ondoka hapa. Mzimu kwa umetokea juu ya mwamvuli hapa. Akarudi ndani mbio. Muda kidogo mlango kwa umegongwa na uko unafunguliwa taratibu. Mama akiwa na hofu sana, akawa muona binti yake kafika hapo. Yanti karudi leo kachelewa. Najwa akawa amemkemea sana Yanti kurudi nyumbani usiku namna hiyo. Akasema kwamba kwa sasa ni kweli amepata kile kitu anachokitaka, lakini anahitajika kumheshimu mama yake kwa sababu yeye bado hana kitu chochote. Hizi mali zote ni mali za taasisi ukumbuke. Lakini Yanti hakujibu chochote kuhusiana na hilo aliyoambiwa na mama yake. Akawa ameondoka hapo na kwenda chumbani kwake. Usiku huo Yanti akiwa amelala, kalala zake vizuri tu, mara akaanza kusikia sauti za ajabu. Sauti hiyo inaonekana kana kwamba iko kwenye kabati, na akaanza kuona kuna mikono mingi sana ikiwa inatokea eneo hilo. Binti akawa ameita mama, mikono yote ikiwa imerudi ndani ya kabati. Akawa ametoka hapo kwenda kutazama nini kilichomo humo. Baada ya kufungua kabati, akaona kuna sehemu nyingi sana za miili ya binadamu zimening'inizwa ndani ya kabati hilo. Binti akawa amepiga kelele, mama akawa amefika hapo kuuliza kuna nini shida. Yanti akatazama kwenye kabati, kuna nguo tu, hamna kitu chochote. Akawa amemkumbatia mama yake tu, wakaanza kuchekana kwa sababu wanahisi pengine ni wenge tu la mawazo. Mara Yanti akaanza kuona kama mama yake anacheka kupitiliza. Anachekaje huyu? Mara kumuona mama yake akawa anamcheka, anamtazama kwa jicho fulani hivi, huku anamsogelea. Hili jambo likaanza kumtisha tena binti Yanti. Mwana mama akamsogelea huku ameshikilia moyo wa binadamu unadunda. Yanti akapiga kelele, akawa ameamka tena. Kumbe ilikuwa ni ndoto mbaya. Akiwa kitandani hapo, akakuta ujumbe wa mama yake na boksi la zawadi. Mama yake amemruhusu binti yake kwenda na familia ya mkurugenzi wao, akapewa nguo na kibegi, kila kitu kipya kwa ajili ya safari siku hiyo. Binti kweli akawa ametupia vitu ambavyo wamepewa na mama yake. Muda mfupi baadaye, Eva pamoja na familia yake wakawa wamefika hapo kuja kumchukua binti Yanti waambatane pamoja naye. Mama yake Yanti akawa amemwaga binti yake. Binti anasema kwamba pole mama, nakuacha ukiwa mpweke eneo hili. Mama yake akasema kwamba hapana, nina mtu wa kunifariji, rafiki yangu Rati atakuwa anakuja kunitembelea. Binti akasema kwamba na rafiki mwingine anaitwa Rati, mbona mimi sijawahi kumuona? Yanti akawa ameondoka na familia ya Rusia. Baada ya wao kuondoka, Najwa akarudi ndani, akaanza kutazama televisheni. Ghafla mlango ukawa umegongwa kwa nguvu. Kwenye kutazama, akaona mlango wa store kama unafunguka polepole. Huyo mwanamama kutaka shida bana, akawa amepuuza hilo jambo. Baadaye kutoka hapo, mikono mingi kwa imeonekana eneo hilo, na mzibu mmoja kwa umechungulia hapa kama umemaindi kupuuzwa vile. Najwa akaenda bafuni. Mara maji yalikuwa yamekatika, akaanza kusikia tena sauti ikiwa inamwambia kwamba utakufa, ondoka hapa. Akiwa bado anatafakari, akaona kuna mzimu kupitia mlango wa kioo hapo, na mzimu huu unamkaribia taratibu. Najwa akafungua ule mlango, hakuna mtu eneo hilo, ila akaona kuna maneno yameandikwa kwa damu kwamba utakufa. Akawa ametoka mbio eneo hilo, akampigia Rati simu. Mlangoni anasikia kuna kengele inapigwa hapo, akahisi pengine ni Rati kafika hapo. Akaenda kufungua, anamuita Rati, kumbe ni Yuda yuko hapo. Huyo jamaa akamuuliza Rati ndo nani? Najwa akamwambia kwamba ni mwalimu wa lugha ya Indonesia, tunafundisha naye. Yuda sasa akasema kwamba mbona hamna mtu yoyote kwenye hii shule mwenye jina kama hilo? Najwa akawa amebadilisha pointi, akasema kwamba Rati ni mwalimu mwenzangu kutoka kwenye ile shule ambayo mimi nilikuwa nafundisha zamani. Judas akamkabidhi boksi la chakula mwanamama na akamwambia kwamba ampigie simu kama atahitaji kitu chochote. Kisha mshikaji akawa ameondoka hapo. Sasa tangu afike kwenye hii nyumba, huyu mwanamama ni zawadi za msosi tu, kila siku wanakula nyama kwenye hii nyumba. Baadaye Najwa akiwa amelala kwenye sofa, taa ikaanza mapicha. Mara kuna mkono uko umemshika kama unamfanyia masaji. Mara moja binti akawa amejikuta katika ulimwengu mwingine, akamwona mwanamke mmoja amevalia kinyago usoni mwake, amesimama mbele yake. Najwa anakuja kushtuka, akaona amezungukwa na watu wengi sana wamevalia sanda na zina damu, na mtu anayemsogelea mbele yake amebeba macho ya watu yapo hapo. Tukio likahama moja kwa moja katika watu ambao walikuwa wanafanya ibada ya giza. Mwanamke mmoja akiwa hapo akawa amefunikwa kinyago usoni kwake,
kisha wakaanza kucheza kwa namna ya kutisha. Kisha mwanamke huyo aliyekuwa amevalishwa kinyago wakawa wamemuua mara moja, na wale watu wakaanza kumshambulia, wanafakamia msosi huo, wanajiria. Mara moja binti Najwa akawa amejua kwamba yale macho ambayo ameletewa hapa yamepatikana katika namna hiyo. Binti Najwa alipoamka kutoka kwenye hiyo ndoto, akaona tena daftari, ndani yake akawa amepata picha inayomuonesha Rati akiwa pamoja na Judas. Sasa hili jambo lilikuwa limeshtua kwa sababu Judas alimkana huyu binti, akasema kwamba hamjui. Baada ya kukagua akawa amepata jina sahihi la Rati, anaitwa Siri Rati, ndo jina lake kwa urefu. Najwa akajaribu kumpigia simu Rati hapatikani, akipatikana apokee simu. Ikabidi kumwandikia ujumbe, akamwambia kwamba uko wapi Rati, usinichezee akili wewe. Alipotafuta zaidi ili kujua jina la Siri Rati ni nani hasa, akawa amepata habari ambazo zilimshtua sana. Akagundua kwamba huyo mwanamama anaonekana aliwahi kutoweka kwenye hii shule na hajawahi kupatikana mpaka hii leo, na hakuna habari zozote kuhusiana na mwili wala yeye alipo. Sasa hili jambo lilikuwa limemchanganya sana mama yake Yanti, akiwa na wazo kwa sababu yeye amemuona mara kadhaa kwenye hii shule. Sasa muda huo ghafla mziki ukaanza kupigwa, na mziki unaopigwa eneo hili ni mziki ule ambao Rati aliuwasha siku ile, wakaanza kucheza wote kwenye hii nyumba. Binti akawa ameingiwa na mawazo, akauzima mziki kunawaka, akaona isiwe shida, akachomoa kabisa nyaya kwenye umeme. Kutoka hapo akaenda mbio chumbani kwake. Akiwa huko mziki tena ukaanza kulia wenyewe kule ndani. Sasa akiwa huko akawa amepokea video call kutoka kwa binti yake Yanti akawa amemuuliza mama yake kwamba vipi, Rati bado hajafika nyumbani hapo kukupa kampani? Mama yake hakujibu sana hili swali moja kwa moja, akaanza kujichekesha tu. Akamuuliza, mwanangu vipi, unarudi lini nyumbani? Binti akasema sijajua, nitakujulisha kila kitu. Ghafla radi ikawa imepiga, simu ikawa imekatika, hakuna mawasiliano tena baina ya watu wawili. Upande wa binti Yanti akiwa hapo, Eva pamoja na bibi yake wanamtazama Yanti kimya kana kwamba wanamtamani, lakini tu ni vile muda hujafika. Yanti akajaribu tena kumpigia mama yake simu, lakini simu yake ilikuwa imezimika. Upande wa mama yake Yanti anasikia mziki unaimba kwa sauti kubwa. Sasa akiwa na hofu, simu yake ikaanza kupigwa. Anaangalia nani anampigia, ni Rati anampigia. Alo, hili jambo liko limemtia hofu sana. Rati alivyoona apokelewi simu, akawa amemtumia ujumbe, akamwambia kwamba nifungulie mlango, na kengele muda huo kweli inapigwa hapa kana kwamba kuna mtu mlangoni. Mwana mama Najwa akawa ameshindwa cha kufanya, afanye nini, akawa amejawa na hofu tu. Ujumbe wa Rati unasema kwamba toka nje, na mlangoni kuna mtu anajaribu kufungua mlango na kuingia ndani. Sasa Najwa akawa anabishana na maamuzi yake. Asubuhi iliyofuata Najwa akawa pamoja na bwana mkubwa Judas akiwa hapo kama kawaida, akamletea zawadi ya chakula, tena ni mwendo wa nyama tu ndani, na akawa ameletea vidonge fulani hivi kwa ajili ya kutuliza akili yake, pengine akili yake inacheza mahali. Judas akamuuliza, hujapata simu wala SMS tena kutoka kwa Siri? Najwa akasema kwamba alipokea simu pamoja na SMS, lakini anashangaa zimefutikaje kwenye simu yake, vilikuwemo. Na akawa amemuuliza huyu jamaa kwamba mbona hukuniambia Siri na Rati ni mtu mmoja, na mbona hukuniambia kwamba huyu mtu aliwahi kupotea kwenye hii shule na hajawahi kupatikana mpaka hii leo? Judas akikiri kwamba hata mimi sikujua kwamba Siri pamoja na Rati ni mtu mmoja, ndio maana sikukupa uhakika wa moja kwa moja kuhusiana na swali hilo. Wakati wanaongea, Najwa akawa amechukua kile kidonge kimoja alichopewa na Judas. Alipomeza tu kile kidonge, Judas akaanza kugonga kiti, na mara moja Najwa akawa ameanguka chini na akaingiwa katika hali ya kuto kujitambua. Najwa akaanza kusimulia siri ambazo yeye hakuwahi kabisa kutamani kumsimulia mtu yoyote. Anasema kwamba usiku miaka 16 iliyopita alipokuwa akirudi nyumbani, alikuwa ni msomi mzuri sana, akiwa na msubiri mwenzake ambaye alikuwa anatakiwa kuingia katika shifti yake. Kukaja gari moja la kifahari jeusi, ni jipu, ikiwa imesimama mbele yake. Najwa anasema kwamba kuna mwanaume mmoja akawa ametoka hapo, amevalia maski usoni kwake, akawa amemshika na kumvuta ndani ya gari hilo. Lilikuwa ni gari la kifahari, na kitendo kilichotokea hapo kilikuwa ni kitendo haramu. Yaani binti alilazimishwa kushiriki kilimo mdondoko kwa nguvu na yule mwanaume. Judas akawa amemuuliza, kama utakutana na huyo mwanaume aliyekufanyia hicho kitendo, unaweza kumkumbuka tena? Najwa akasema kwamba yeye alichokiona tu ilikuwa ni hirizi ambayo aliivaa kama cheni katika shingo yake. Hicho ndo kitu ambacho yeye anakikumbuka zaidi, kwa sababu jamaa alikuwa na nguvu sana, alitekeleza alichokuwa anakitekeleza ndani ya ile gari. Sasa hii inaonyesha kwamba baada ya kile kitendo alipata ujauzito na mtoto aliyemzaa na huyu mtoto ambaye yeye anamlea peke yake anaitwa Yanti. Najwa baada ya kutoka katika hiyo hali ya hypnosis, kwenye kumtazama Judas shingoni, akawa muona cheni kama ile ambayo alimuona yule mshikaji aliyemlazimisha kwenye kilimo mdondoko ameivaa. Akahisi kabisa Judas ndiye muhusika mwenyewe aliyemwingilia. Akawa amechukua kisu anataka kumdunga, lakini kwa bahati mbaya akawa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Judas akasema kwamba ninashangaa sana Najwa, haukufahamu ukweli mapema kabla ya wewe kufika kwenye ile eneo. Sasa huyu jamaa ndo tukapata ukweli kwamba huyu mshikaji alikuwa ni mpenzi wake Ratihi.
na yeye alimtoa mpenzi wake kama kafara kulingana na imani zao zinawapaswa kufanya hivyo. Baada ya muda, mzimu uko umemwamsha Najwa. Amka! Binti akamtazama Judas. Judas hayupo hapo. Akasikia kama kuna mtu anamnong'oneza, anamuita kwa jina lake Najwa, na kwa mbali anaona kama kuna mzimu wa mwanamke mmoja hivi. Akaufuata mzimu huo. Aliposogeza kabati, akagundua kwamba kuna mlango wa siri eneo hilo. Akaingia ndani huko kwa tahadhari. Akaona sehemu nyingi sana za miili ya binadamu. Hii sehemu ni sehemu moja kwa moja iliyounganishwa na kile kibanda cha shambani ambacho mkurugenzi wa hii shule ama taasisi huwa anaingia eneo hilo. Akawasha taa, akaona kuta zilizojaa makabati mengi sana ya chuma eneo hili. Ghafla kabati moja liko limefunguka. Najwa kwenye kulitazama akaona wrist yenye taarifa zake zote za muhimu ziko hapo na zimepigwa muhuri, na huo muhuri aliopigiwa umeonyeshwa kwamba very fit, yani yeye anafaa sana kwenye nafasi hiyo, yani nafasi ya kutolewa kafara. Kabati lingine baada ya kuwa amelifungua limejaa taarifa za siri Rati pamoja na mwili wake uko ndani hapo. Katika muhuri ulikuwa umepigwa hapa ulikuwa umeonyeshwa tu neno fiti. Ghafla mzimu wa Rati uko umemtahadharisha kwamba Najwa utakufa. Najwa akawa amepiga kelele akajaribu kutoroka, na tukaonyeshwa mizimu mingi sana imesimama eneo hili. Wakati huo upande wa mtoto wake binti Yati kwenye kutazama akawa amepata kuna kitabu kinahusiana na dhehebu la watu wanaoamini kwenye kula nyama za watu. Akiwa na hofu sana, mkurugenzi akawa amefika hapo na akawa amemuuliza, vipi, umekwisha kujua chuo ambacho unahitaji kwenda kwa ajili ya masomo? Sisi tuko tayari kukufadhili. Baada ya kutoka hapo akawa ameenda moja kwa moja bafuni akiwa na enjoy maisha. Mama yake alikuwa akimpigia simu, binti alikuwa hasikii, lakini Eva alikuwa anaona simu ya huyu binti Yati ikiwa inaita. Mama yake baada ya kuona kwamba hapokelewi simu, ikabidi kumwachia ujumbe wa sauti binti yake. Zaza huu ujumbe Eva akawa ameuona. Badala ya kumpelekea binti Yati moja kwa moja, Eva akawa amechukua ile simu. Muda huo bwana mkubwa Rusio alikuwa anazungumza na mama yake. Wanazungumza mambo kuhusiana na dhehebu lao, na mambo waliokuwa wanazungumza hapa ni mambo kuhusiana na kafara. Mama huyu anamkumbusha mwanaye baba yake pamoja na mababu zao wote ni wazawa wa moja kwa moja na ufalme wanaomwabudu bwana mkubwa Bairawasi. Rusia akasema kwamba Najwa, ninahisi ndiye kafara ambaye atafiti kabisa kwenye haya mambo na atachukua jukumu hilo moja kwa moja. Yeye ni kafara ambayo yeye ni sahihi. Mama yake anamwambia kwamba bahati nzuri dhehebu lao linawaruhusu kuchukua kila kitu cha mtu ambaye ametolewa kafara kuwa mali yao. Muda huo binti yao Eva akawa ameingia na akawa amewasikilizisha ujumbe kutoka kwa mama yake Yanti. Ujumbe uliokuwa unasema kwamba, nisikilize vizuri mwanangu, Eva, bibi yake pamoja na baba yake sio watu salama kabisa kwako. Wote wana mpango wa kututoa kafara kwa sababu wao ni mashetani. Unahitajika kutoroka eneo hilo bila wao kujua na utoe taarifa polisi. Mimi ninakuja huko mwanangu. Sasa hii siri wakuwa wamegundua kwamba Najwa amekwisha kutambua wao ni kina nani. Baada ya kusikia huo ujumbe, Rusio akasema kwamba sadaka isiyokubali kutolewa kwa hiari yake inaweza kufanya nguvu zao za kichawi kuzofika, na bwana mkubwa, yani mtu ambao wao wanamwabudu, anaweza kukasirika. Kwa miaka mingi wanachama wao walikuwa wakichanganyikiwa na kujiua wao wenyewe mmoja baada ya mwingine, baada ya Mungu wao kuwa amekasirika. Na katika stori zao ndio tukajua kwamba huyu Rusio, baada ya wao kuwa wamekosa kutoa kafara ambayo ni sahihi kwa Mungu wao, mke wake ilibidi kujiua. Na hii imekuwa ni kawaida, yani ikiwa mtakosa kafara ambayo inafaa, basi mmoja kati yenu inabidi kuuawa, yeye ajitolee kuwa kafara kwa Mungu wao. Akaongeza kwamba kwa miaka 10 wamekuwa wakishindwa kupata sadaka iliyo kamili. Wakishindwa tena kwa awamu hii, lazima mmoja kati yao mwanafamilia ajitoe kimasomaso, yani kati ya huyu mkurugenzi au mtoto wake Eva ndiyo anatakiwa kutolewa kafara. Tukio linahamia kwa Najwa akijaribu kutoroka eneo la taasisi, akakimbilia msituni ambako akakutana na kundi moja la watu kama watalii wako eneo hili. Kwenye kujaribu kuomba msaada, anakuja kushtuka kumbe ni Diana pamoja na watu wengine wote wanachama wa hiyo taasisi wako hapo. Wote wakaanza kumcheka huyu binti. Binti ikabidi kukimbia kujaribu kujitetea roho yake. Wanamfuata tu. Najwa akashika njia, hataki kusikiliza mtu yoyote. Kwa bahati mbaya kwa ameanguka chini. Judas kafika hapo na wanachama wengine wote wakiwa wamefika hapo, wakawa wamemtia sindano ya usingizi asilete taharuki. Upande wa vila kule ambako Yati yupo huko hajui chochote kabisa, ni muda wa msosi, ni mwendo wa nyama tu. Bibi yake Eva akawa amempelekea bwana mkubwa Rusio nyama ya binadamu. Mara moja Rusio akawa amenyanyuka na
akawa amemsogezea nyama hiyo binti Yanti. Sasa Yanti hajui chochote kuhusiana na haya mambo, akawa ameonja tu msosi huo, akawa ameusifia sana huo msosi ni mtamu. Yanti akawa amesema kwamba maisha yake yote hajawahi kabisa kupata nafasi ya kula chakula kitamu kama hiki. Lucia akasema kwamba ni wakati wake wa yeye kujinadi. Akawa amemuuliza binti kama ungependa kuwa katika familia yetu, mimi niko tayari kuwa baba yako. Yanti akawa amefurahi sana hili jambo, na akawa amemuuliza vipi, kwani una mpango wa kumuoa mama yangu? Jamaa akawa amesema ndio. Ghafla Eva akawa amesimama na kwenda kumnong'oneza Yanti kwamba tuna mpango wa kumtoa kafara mama yako. Yanti akawa ameogopa sana. Lucia akasema kwamba familia yao yote ni familia ya kipekee. Wote watatu wakawa wamemlazimisha binti kunywa damu. Baada ya kunywa, binti akatulia, macho yake yakawa yamegeuka na kuwa meupe kabisa. Wakati huo huo sasa, upande wa Najwa akaamka, yuko ndani ya chumba kilichokuwa kina mashine ambayo ilikuwa inamnyonya damu yake. Baada ya muda, mkurugenzi wake akawa amefika hapo, yuko na kijana wake mpendwa Judith. Tukafika hapo kwenye kukagua, mshikaji akawa ameionja ile damu na akasema kwamba kwa sasa damu huyo binti iko salama kabisa, haina sumu yoyote. Lucia akawa ameionja hiyo damu na akawa amesema kweli. Akamwambia Najwa kwamba Bwana wao, yani Mungu wao ambao wao wanamwabudu, huwapa utukufu na maisha ya milele. Binadamu anapaswa kuhifadhiwa kama sadaka tu. Kisha akamshika kwa kumwonyesha huyu mwanamama Najwa kwamba yeye ndiye mtu ambaye alishiriki kilimo mdondoko kwenye lile gari na sio Judas, na binti akawa ametambua jambo hilo. Hii ikimaanisha kwamba huyu jamaa kama alimuingilia huyu binti, basi huyu jamaa ni baba yake Yanti, na Yanti hajui chochote. Kweli ibada ya giza ikaanza muda huo huo. Bibi yake Eva ndio anaongoza haya mambo. Anasema kwamba imepita miaka 50 tangu tuanzishe jamii hii. Tumeishi gizani sana. Ni wakati ambao dunia inahitajika kuijua jamii yetu kwa ukubwa zaidi. Tunahitaji kuanza enzi mpya na maisha mapya. Leo ninamkaribisha mjukuu wangu Yanti. Amechaguliwa kumuua mama yake kama sadaka kwa Mungu wetu mkuu, Mungu wetu mwenye kutupa rehema. Muda huo Lucia akawa amesafisha miguu ya mama yake kwa damu na kujimwagia damu. Kabla ya kuanza ibada, watu wote wakawa wamesujudu. Ibada ikaanza. Wanambwembo hawa watu wanashangwe kweli, woyo woyo. Jamaa akawa amekabidhiwa kisu na akapaza sauti akisema kwamba Nabinaki. Watu wote wakakimbilia kunywa ile damu inayochuruzika kwenye mkono wake. Lucia akawa amemwamuru Yanti aliyepagawa aanze ibada, amtoe mama yake kafara kwa Mungu wao mpya. Najwa akamsihi sana binti yake asifanye hivyo, akisema kwamba yeye anampenda sana binti yake. Sasa hapa nguvu ya upendo unaonyeshwa namna inavyofanya kazi, ikiwa imemwingia Yanti moja kwa moja baada ya kusikia maneno yenye upendo mzito sana kutoka kwa mama yake. Maneno haya yakamrudisha Yanti katika kumbukumbu ya maisha yake ya kawaida alipokuwa akiishi na mama yake. Moja kwa moja ile nguvu iliyokuwa imemtawala ikawa imemwachia kwa dakika moja tu. Binti badala ya kumuua mama yake akawa amemchoma Lucia shingoni. Watu wote wakaanza kupata maumivu makali sana. Yanti akawa amemfungua mama yake na kujaribu kutoka eneo hilo. Lucia baada ya kuwa amefanikiwa kutoa kile kisu kwenye shingo yake, akawa ameshika lile jeraha. Dakika moja tu jeraha lilikuwa limepona hapo hapo. Muda huo Yanti na Najwa wamefika sehemu ambayo imejaa makabati ya chuma. Najwa akamwambia Yanti kwamba atafute sehemu ajifiche. Judas akawa amefika eneo hile, anawatafuta. Hamna popote mtakwenda. Akafungua kabati moja lakini halina mtu. Ghafla Judas akaona taswira ya mzimu wa Rati aliyekuwa mpenzi wake na alimtoa kafara. Rati akamwambia kwamba nitakufanya kile ambacho wewe ulinifanya. Halo, ukisikia mzimu unasema hii kauli, kuisha wewe. Akiwa na hofu kubwa, Judas akalazimishwa na ule mzimu kujikata tumbo lake. Akajikata tumbo lake yeye mwenyewe na akaanza kufanya vitu visivyofaa. Anatoa vitu vyake vya ndani na anakula yeye mwenyewe. Anapiga nduru huyo, akaanza kujichuna ngozi yake. Kiufupi, jamaa aliteseka. Baada ya mzimu huo ukuwa amemvuta ndani ya kabati na kumfungia huko. Baada ya kila kitu kuwa kimetulia, Yanti pamoja na Najwa wakawa wametoka sehemu waliokuwa wamejificha na wakawa wamekumbatiana. Ghafla wakasikia mayowe kutoka kwenye lile kabati ambako Judas aliingizwa eneo hilo. Wakiwa na hofu wakakimbia, lakini wakawa wamezungukwa na wale wanachama wa lile kundi la kishetani. Diana akawa amejitokeza na akawa amewavuta na kuwarudisha ndani tena kwa Lucia. Lucia akamvuta Yanti huku akawa amemwekea kisu shingoni mwake. Najwa akamsihi sana amwache binti yake asimdhuru, yeye yuko tayari kutolewa kafara, lakini mtoto wake aishi. Yanti akapiga magoti akilia, akasema kwamba mimi sihitaji vitu vya kifahari, sihitaji kuishi maisha ya luxury, ninachokihitaji ni mama yangu tu. Lucia akamwambia kwamba sadaka lazima itolewe. Akasema mama yako ataachiliwa pamoja na familia yote ikiwa wewe utakubali kuwa nafasi yake, yaani wewe ukubali kutolewa kafara mama yako aishi. Najwa akamsihi Yanti
asitekeleze jambo hilo, lakini Yanti akasema kwamba yeye yuko tayari kutolewa kafara badala ya mama yake. Anampenda sana mama yake. Najwa akamwambia Lucia mtunze Yanti. Yeye akaamua kujitoa, akawa amemwomba radhi binti yake, kisha yeye akawa amejilaza, yuko tayari kutolewa kafara badala ya binti yake. Akaruhusu wanachama wa lile dhehebu wamshambulie, na ni kweli walimfakamia. Sasa katika kumfakamia hapa, binti akawa ameingiwa na huzuni sana kumwona mama yake namna anavyoteseka. Akawa amechukua kisu moja kwa moja na kwenda kumwomba radhi mama yake, kisha akaamua kumuua kuliko ateseke akifa. Yanti baada ya hili tukio akawa amevalishwa taji, na yeye ni mrithi wa hili dhehebu kwa sababu hata yeye ni damu ya huyu bwana mkubwa Lucio, na akawa amemvalisha taji kwa sababu ilionekana binti amemuua mama yake. Basi baada ya miaka miwili Diana akawakaribisha wanandoa wapya tena kwenye ile taasisi yao. Kama kawaida wao wanakuwaga na ajenda tu ya kupiga nyama za watu. Sasa upande wa Yati aliendelea kuishi na familia hii, na kwa sasa amebadilika kabisa. Amekwisha kuyakubali haya maisha ambayo yeye anayaishi, maisha ya ushetani. Akampigia simu mwanaume mmoja na kumwambia kwamba anahitaji msaada wake. Akamuuliza, vipi, una njaa? Kama una muda njoo ule chakula ni kizuri ambacho mimi nimekuandalia, uje ule pamoja nami. Alipokata simu akatabasamu. Maana yake huyu binti amekwisha kuyakubali ya maisha. Yanti ameongezwa kwenye picha ya familia ya Lucio. Mwanaume aliyepigiwa simu akageuka kwa tabasamu la kutisha. Kama itakuwa na mwendelezo nitakuletea, japo sidhani kama ina mwendelezo kwa sababu hii filamu ilikuwa inaongelea maisha ya imani za watu, imani ambazo tuko nazo zinaendelea kuishi miongoni mwetu sisi. Kwa hiyo hata kama itakuwa na mwendelezo, sio mwendelezo wa kuisha. So tuendelee kuvumilia, tuendelee kuangalia, tuendelee kufurahia, tuendelee kusubscribe, tuendelee kulike, tuendelee kucomment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.